إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد عليه الصلاة والسلام وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فالعياذ بالله من عذاب النار. قال الله تعالى: ومن يتق الله يجعل له مخرجا. وقال القائل: ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا. عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله تبارك وتعالى. قال الله تعالى: الله الذي جعل لكم الأرض قرارا. Ndugu katika imani, awali ya yote twapasa kumshukuru Allah tabaraka wa taala, Allah ambaye ametuneemesha kwa neema ambazo haziwezekani kuhesabika moja moja kwa idadi. Na shukuru ya kweli, alistimalu ni'matallahi bima arada almun'imu, kuzitumikia hizi neema ambazo Allah ametupa na kuzitumia kama vile ambavyo Allah mneemeshaji anavyotaka. Na waja wenye kutekeleza shukrani kama hii ni wachache, kama Allah alivyosema katika Qur'an: wa qalilun min ibadi ash-shakur, wachache katika waja wangu wenye kuikumbuka shukrani. Ibadallah, tumtakie rehma, swala na salamu bwana Mtume Muhammadin alayhi salatu, ambaye yeye ametupambania sisi kutoka katika matatizo mengi sana, matatizo ya kifikra, fikra potofu, matatizo ya kiimani, imani mbovu, matatizo ya kiitikadi, itikadi isiyosalimika. Akatupambania kuhakikisha anatuacha katika njia iliyo salama, na mwenye kutoka kwenye njia hiyo na mstari hiyo kwa hakika amepotea. Ndugu zangu, anwani ya hutuba yetu ya leo, tutazungumza na kukumbushana katika neema ambayo Allah tabaraka wa taala ametuneemesha, neema ambayo ina thamani, haiwezekani kununulika kwa kitu chochote kile kufanya nacho mbadala, neema ambayo ukiichezea ikiondoka kuirudisha kwake ni ngumu. Ala wahiya ni'matul istiqrari wal amni, neema ya utulivu na amani. Ibadallah, shughulul hayati jami'uha murtabitatun bil istiqrari wala yumkinu an tastaqima hayatu bidunha, fahuwa matlabun manshudun wa hajatun mulihha wala yastaghni anhu ahad. والإنسان لا يهنأ له عيش ولا تنتظم له سعادة ولا ينشط لعمارة الأرض إلا في ظل الاستقرار الذي هو أغلى مطلب.
wa a'azzu ataya al-ma'bud fajma'u ni'am ad-dunya wa mata'iha wa ihtidan atraf sa'adatiha marhunu bitawafir muqtadayat al-istiqrar wal amn. Qala sallallahu alayhi wa sallam man asbaha minkum aminan fi sirbihi mu'afan fi jasadihi indahu qutu yawmihi faka'annama hizat lahu dunya. Ndugu zangu katika imani, anwani ya khutba hii ambayo kwa lugha yetu mama inaeleza neema ya amani, neema ya utulivu. Hakuna kitu chenye thamani kubwa ambacho binadamu akikipata katika maisha yake anaishi maisha mazuri kama kuwa na utulivu na amani. Na ndio maana Allah subhanahu wa ta'ala alitaja katika watu walioneemesha, alizungumza katika watu hao ni wale ambao alladhi at'amahum min ju'in wa amanahum min khawf. Imezungumzwa amani. Sera ya amani ni sera ya kiimani, si sera ya kisiasa. Matangazo ya amani ni matangazo ya dini, si matangazo ya siasa. Na kila mwanadamu katika maisha yake, namna vyovyote vile atakavyokuwa, asipotambua thamani ya amani, basi kwa hakika huyo hana utofauti na mnyama. Kwa sababu wanyama wao ndio wanaishi katika mazingira ambayo hawana amani. Al-qawiyyu ya'kulu ad-dha'ifa wad-dha'ifu ya'kulu man huwa ad'afu minhu. Maisha ya wanyama ndio yako hivyo. Yule mwenye nguvu anamla yule ambaye mnyonge wake, na yule mnyonge anaweza kumshambulia na kumtafuna na kumnyanyasa man huwa ad'afu minhu, yule ambaye aliyezidiwa unyonge kuliko yeye. Ibadallah, amani ni neema, na neema ya amani ni neema ambayo tunatakiwa tuichunge na tuilinde, na ni wajibu wetu sote kuhakikisha hatushawishiki kwa namna yoyote ya kupoteza amani katika maisha yetu. Na yule ambaye atakayekuwa tayari kupoteza amani, basi yuko karibu mno kupoteza imani, kwa sababu vitabu vya imani vinalingiania amani, na kwa hakika ni jambo la kiimani kuichunga amani. Na ndio maana Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam amesema, man asbaha minkum aminan fi sirbi. Ibadallah, hadithi hii lau kama tutaileta kwenye maisha yetu, basi naamini hakuna mtu yoyote atakayekuwa yuko tayari kuona amani inapotea na yeye yupo, au akawa yeye ni mmoja katika watu ambao wanachangia, wanapelekea kuipoteza amani. Yoyote mwenye kukumzukiwa na asubuhi, kwa maana ya kwamba ameamka akiwa amina, akiwa na amani, anaweza kwenda sokoni akarudi kwa amani, watoto wakaenda shuleni wakarudi kwa amani, tukaingia kwenye majukumu yetu tukarudi kwa amani, tukaingia mashambani tukatoka kwa amani, tukasafiri kwa amani tukarudi kwa amani. Ibadallah, mtu kama huyu Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam anamzungumza akiwa muafan fi jasadihi, pamoja na neema ya kuwa yuko kwenye amani, bado Allah akamuongezea neema ya afya.
mwili wake hauna matatizo, hauna maradhi. Indahu qutu yaumi, anapata tonge la siku. Qutu yaumi, tonge la siku, chakula kitakachomtosha katika siku yake, ambapo wengi wetu kwenye maisha tulionayo tunapata ile tonge ya kutosha siku. Hatuna maisha ya kwamba kila mmoja kuendesha Land Cruiser, kila mmoja kumiliki magorofa Kariakoo, kila mmoja kuwa na biashara kubwa, lakini tuna qutu yaumi, tuna chakula cha siku. Na ndio watu wema walikuwa wakiomba hivyo tu. Dua zao walikuwa wanasema Allahumma ja'alni luqmata yakfini ila yaumi takfini. Allah subhanahu wa ta'ala, na kuomba mimi unijalie tonge tu litakalonitosha ila yaumi takfini, mpaka siku nitakayovuka sana. Kwa maana ndio na uhakika tu kupata tonge langu, miogo, sembe, wakadhalika na vinginevyo, lakini qutu yaumi, chakula cha siku. Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam anamzungumza mtu kama huyu aliyejaliwa neema hii, fakaannama hizat lahu dunya. Mtu kama huyu ile thamani alionayo ni sawasawa na mtu ambaye ameweza kuikanyaga dunia kwa nyayo zake. Anaweza, yani kana kwamba yeye hana shida yoyote. Dunia sasa kwake imesarenda, dunia kwake ishakubali, hana changamoto. Zilizobaki ni matatizo ambayo lazima kila binadamu atayapata. Leo hii ibadallah, kitu tunachotakiwa kufahamu, sio kila unayemuona katika maisha mazuri ya macho ya nyama kwamba ndio yuko kwenye maisha mazuri ya ukweli. Kuna watu wana maisha mazuri yenye kudanganya macho, lakini wana maisha ya taabu kuliko wewe, na hiyo saadatun haqiqiyya. Kuna mtu ana gari, anakaza, lakini matatizo yake lau ungepewa wewe, basi wewe ungeuomba umaskini au ungeomba urudi katika hali yako kuliko katika hali ambayo yeye yuko. Lakini ibadallah, kinachowachochea watu kutamani kuipoteza amani ni tamaa na maisha ya dunia, kwamba mimi sikubali, kwa nini yule awe vile, mimi sipo hivi, wakati Allah tabaraka wa taala yeye ndo amefanya hivyo. Na kama tunaweza, kuna haki yako, umedhulumiwa, unapaswa kuipambania, basi pambana bila ya kuharibu amani ya wenzako, bila ya kuharibu usalama wa wenzako, bila ya kuharibu maisha ya watu wengine. Ibadallah, viongozi wana hukuki zetu, na sisi tuna wajibu wao kwetu. Kwa maana kiongozi ana wajibu fulani wa kutekeleza, na wewe mwananchi una haki fulani ya kupata. Na mambo haya yakikosekana, haya inawezekana yakapelekea pabaya, na hatutamani kuona jambo hilo linatokea. Kila mwanadamu kwenye maisha yake ahakikishe anatenda wajibu wake na anatekeleza zile haki ambazo za kwake ni deni, kwa sababu maisha yetu ya dunia ni maisha ya historia fupi tu, ni hadithi fupi tu ambayo kila mwanadamu anatakiwa awe na tahadhari nayo, ili asije akaacha hadithi mbaya baada ya kuondoka katika haya maisha mafupi ya dunia. Ibadallah, ndugu zangu katika imani, napenda nirudie kusema amani ni neema, wal insanu bi tabi'iyatihi la yuqaddiru ni'matan hatta qadrihi illa inda fuqdanihi. Na asili ya binadamu wengi hawazindukani, hawathamini zile neema walizonazo mpaka pale watakapokuja kuzipoteza. Leo tunaona mazingira kama ni mazingira ya kawaida, kama mazingira rahisi,
kuishi maisha tulivu, unakwenda sokoni, unarudi usiku, unatoka saa 11 kaza, si jambo jepesi hili. Kuna nchi ambazo zimetuzidi sisi kila namna ya hali, lakini wao tumewazidi katika amani, na kwa namna hiyo tu wanatamani maisha yetu kuliko sisi tunavyotamani maisha yao. Ibadallah, kila mwanadamu, kila Muislamu, na ni jambo la kiimani, tunasema tena, si jambo la kisiasa, kuhakikisha tunachunga amani, kuhakikisha hatuharibu utulivu na thamani tulionayo. Na yeyote yule atakayeingia katika makundi hayo ajue kabisa anaingia katika kundi la ifsadi baada al-islahi. Ni katika kundi ambalo la kuharibu na kubomoa mazingira ambayo Allah tabaraka wa taala ametaka tuyachunge, na ni katika maqasidi al-islamia, maqasidi shariati khamsa. Ni miongoni mwa malengo makuu ya sheria yetu ya Kiislamu, hifadhul aqli wan nasli wal mal, kuhakikisha tunachunga, tunahifadhi, tunalinda, hatupotezi vitu hivi. Hifadhul aqli, akili zetu ziko salama, na uwezo kumkuta mtu aliyekosa amani akili katulizana, lazima tutavumikiwa. Na ndio maana hata ukiona wananchi fulani wanatoka katika nchi fulani yenye misukosuko na vita, hata akili zao haziwezi kutulizana, hazina utulivu, hazina salama zingine. Kwa hiyo hifadhul aqli min maqasidi al-islamia, min maqasidi shariati al-islamia khamsa. Lakini vile vile hifadhun nafs, kuhakikisha hatukubali kuona kuna watu tunawapoteza mikononi mwetu, ima kwa kuuana sisi kwa sisi, ima kwa kuangamizana sisi kwa sisi. Tusikubali namna hiyo, na wala tusishike kwa namna moja ama nyingine tukaingia katika kundi hilo. Tutakuwa tunavunja msingi ambao sheria ya Kiislamu imeuweka: hifadhul aqli, hifadhul nafsi, hifadhul nasli wa hifadhul amwali. Ibadallah, na kuhusieni katika mazingira na kuthamini neema ya utulivu na amani tuliyokuwa nayo. Tumwombe Allah subhanahu wa ta'ala aufanye mji wetu uwe mji wenye amani. Allah subhanahu wa ta'ala aufanye mji wetu uwe mji wenye utulivu, na kipindi tunachopitia kipindi kiwe ni kipindi cha amani na utulivu, na tusipoteze kabisa amani na utulivu tuliokuwa nao. Ud'u Allah wa antum muqinuna bil ijaba. Alhamdulillah, alhamdulillahi alladhi manna alayna bi ni'mati al-amn wal istiqrar. Ahmaduhu subhanahu wa ashkuruhu wa as'aluhu al-'idmata wal i'tibar. Wa ashhadu an la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lah, al-qa'il wa kulla shay'in 'indahu bi miqdar. Wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammad 'abduhu wa rasuluhu da'a ila Allah bi hikmati wa iqtidar. Sallallahu alayhi wa ala alihi wa sahbihi ma ta'aqabat al-layl wan nahar. Ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwa Allah tabaraka wa ta'ala. Ndugu zangu katika imani, nimerudi tena katika kipindi kifupi kuzidi kuhusiana katika suala zima la kumcha Allah tabaraka wa ta'ala, lakini kuzidi kukumbushana juu ya suala zima la kuthamini utulivu na amani tulionao katika nchi yetu. Sisi ni wajukuu wa Nabii Ibrahim alayhi salam, na Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ameondoka akiwa anatuhusia kufuata mila ya Ibrahim hanifa. Yeye ndiyo kiigizo chetu kwenye maisha yetu ya kila siku. Nabii Ibrahim alayhi salam
katika madua ambayo aliyowahi kuyaomba alisema Allahumma ja'al hadha baladan amina. Ni dua kubwa, ni dua nzito. Hawezi Nabii Ibrahim alayhi salam kukiomba kitu ambacho hakina thamani. Hawezi Nabii Ibrahim alayhi salam kuomba kitu ambacho hakina nafasi. Kama amekiomba Nabii Ibrahim alayhi salam kitu hiko, basi kina thamani kuliko kawaida. Aliomba Allah subhanahu wa ta'ala, jalia mji amina, uvikwe na uzungukwe na amani. Na dua ya Nabii Ibrahim alayhi salam maqbulun ghairu mardud, na mji ambaye aliyoombea amani walillahi alhamdu mpaka leo ni amina mutmainna. Amani ipo, pamoja na kwamba kuna chukuchuku kadha wa kadha, lakini zinadhibitiwa na amani ipo. Ibadallah, Allah subhanahu wa ta'ala ametuleta katika maisha ya dunia ya kuwa ni maisha ya harakati, na maisha ya harakati ni maisha ya migongano, na maisha ya migongano yasingeweza kwenda kwamba kila mmoja ajiendeshe mwenyewe. Basi angekuwa ni maisha ambayo kila mmoja ambaye ana mabavu anakula yule ambaye anayemweza, na asingeweza kumfanya chochote. Lakini maisha tulionayo yanahitaji taratibu, yanahitaji kanuni, yanahitaji udhibiti. Na udhibiti lazima achaguliwe mmoja awe waliyul amr, awe waliyul amr, awe yeye ndo ameshika mamlaka, wengine tunasikiliza kitu gani kinafaa. Lakini sisi tumeamrishwa kumtii katika maarufi, tumeamrishwa kumtii katika maarufi na manhaji yoyote salimu. Jambo hili hakuna anayekana kwamba waliyul amri, pamoja na kwamba mapungufu yake yote atakayokuwa nayo, lakini madamu amekuamrisha katika maarufi, katika jambo ambalo si la kumwasi Allah tabaraka wa taala, basi ni sam'an wa ta'a, kusikia na kutii. Ama kupita katika fikra za khawarij, kusema kwamba sisi lazima kadha kwamba tukatane, tuangushane, tubebane, tuchomane, kadha kadha, tuharibiane, si katika manhaji sahihi. Na wallahi wale ambao leo wamekuwa ni washadidiaji wakubwa, siku amani itakayopotea katika nchi hii, hao ndio watakuwa wa kwanza kutoa damu, kulia machozi ya damu, na kurudisha amani inapopotea ni jambo ambalo ngumu kuliko maelezo. Mara ngapi tunasikia, tunaona dunia sasa imekuwa kiganja, majirani wangapi tu wametuzunguka, vita vyao vinaenda vinaarifiwa, wajukuu na wajukuu, karne na karne. Watu wanapumzika tu, lakini haviishi. Kwa sababu gani? Kwa sababu vita vina maslahi na watu, vita ni biashara ya watu. Hivi unajua mwenye anauza ama anatengeneza silaha atauzaje kama kutakuwa na amani tu? Ataingizaje faida kama kutakuwa na amani tu? Kwa lazima atengeneze system za kuharibu ili biashara yake inunuliwe. Kwa sababu huwezi ukanunua bunduki Tanzania kwa sasa kuja nayo msikitini ili mtu akulinde wakati unaswali, wakati unajua uko katika amani. Lakini amani ikiharibika, biashara itakuwa, silaha zitapanda bei, zitauzwa, zitaisha, watu watatajirika. Na hao wafanya biashara wa hizo biashara hawatakubali kuona amani inarudi, kwa sababu biashara yao haitakuwa na soko tena. Intabihu ayuha almu'minun, tuzindukane enyi waumini. Thamani ya neema ya amani tulionayo
ni thamani ambayo haitakiwi kabisa kabisa kuitupa. Ibadallah, maneno haya tunayoyazungumza, pamoja kwamba mitandao imekuwa mikubwa mingi, sauti za kimitandao zimekuwa na nguvu namna fulani, hata ukizungumza haki itaonekana batil na batil itaonekana haki, ni kwa malengo ya watu. Hatukusudii wala hatujapanga kuona kwamba tunaunga mkono fikra fulani ama chama fulani, lakini sisi makhutaba tuna haki kwenu kuwazungumzia juu ya thamani ya amani na kuilinda. Ama uhuru wa chama, uhuru wa kadha, huu ni uhuru wenu. Hatuwezi kuingilia mtu kuchagua chama fulani sisi kadha kadha, hatuna nafasi hiyo. Lakini wote, kila mmoja tunamlingania kuhakikisha pamoja na kwamba hicho anachokitaka isiwe ni sababu ya kwamba ili wewe uwe msafi muharibie mwenzako, ili ule wewe mwenzako afe, ili wewe utajirike mwenzako apotee, ili wewe kaza basi amani ipotee. La, tusiishi kwenye hayo mazingira. Tutengenezeni misingi sahihi ambayo itaendelea kudumisha amani tulionayo, na kamwe hatutakuja kuipoteza, ili tusije kuleta majuto wakati ambapo majuto hayatakuwa na faida. Ibadallah, Allah subhanahu wa ta'ala kila mmoja amempa nafasi yake, na nafasi tulionayo sasa ni nafasi ambayo kila mmoja kuhakikisha anahubiri amani kwenye nyumba za ibada, mabarabarani, katika kazini kwetu. Tuhusiane sana 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 kuhakikisha tunu hii ya amani haitaweza kupotea, na turudi katika hali ya umoja na mshikamano, turudi katika maisha yetu ya kawaida, kila mmoja aweze kufanya majukumu yake kwa kadiri ambavyo Allah subhanahu wa ta'ala amemkadiria, na kukubali kutosheka na kile ambacho Allah amekugawia. Utakapotosheka na kile ulichogawiwa na Allah, basi wewe naamini kabisa hautakuwa na tamaa ya kuharibu ya vingine. Kuna watu wanahubiri amani ipotee ili tuwapate kuiba. Unajua hilo? Anajua kwamba vita, ikiwepo vita, vurugu, ataingia Kariakoo, atachukua magodoro, atachukua kanzu, atachukua kadha, ataiba, ataondoka. Unajua hilo? Kuna kila mmoja unayemsikia anataka kuharibu, ana malengo yake, ambayo malengo hayo hayataweza kuwa sawa na thamani ya malengo ya amani yaliyowekwa. Ibadallah, Allah subhanahu wa ta'ala atuoneshe haki ili haki tuweze kuifuata, na atuoneshe batil batil tuweze kuiepuka. Ndugu zangu, Allah subhanahu wa ta'ala ajalie mji wetu huwe aminan mutmainna. Allah subhanahu wa ta'ala ajalie mji wetu huwe aminan mutmainna. Allahumma rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar wa aqimis salat.